Karibu mtazamaji wa VOC Media, kila usikiapo sauti hizi basi ujue kipindi chako bora cha kimichezo, ambapo leo tunazungumzia kuhusiana na michuano ya AFCON kama ilivyo kawaida. Na leo tutazungumzia kuhusiana na mechi ya Misri dhidi ya South Africa, lakini pia mechi ya Morocco na Mali. Timu ambazo zote nne ukiangalia kwenye kundi lao wana pointi tatu. Utakuwa na mimi Hafan Rajabu, lakini tutakuwa na Paul Tembo. Paul, tunaangalia game ambazo zitakuwa na msimuko mkubwa kutokana na makundi yao jinsi yalivyo. Unamwangalia Misri pointi 3, South Africa pia pointi 3. Wote wana goli 2 lakini wameruhusu goli moja. Unamwangalia lakini Morocco ambaye hajaruhusu goli. Lakini Mali yeye nafikiri ana pointi 1 sasa kwenye kundi lake. Alisare mechi yake ya kwanza na Zambia, kitu kama hicho. Unafikiri mchezo wa Misri na South Africa unaenda kwa mchezo wa aina gani kutokana na mchezo ule wa Zimbabwe na Misri? Kwanza, miongoni mwa michezo migumu ambayo huwa inatokea ni kwenye ligi ama kwenye inapoanza michuano ya AFCON. AFCON ni miongoni mwa michuano ambayo huwa inatoa kitu ambacho wengi huwa hawakitarajii. Kwa msimu huu tumeona mzunguko wa kwanza ulivyoanza, timu ambazo zilikuwa zinawekwa kwenye uzani wa kawaida ndizo ambazo zimefanya kile kilicho bora kwenye michezo husika zilipokuwa zinakutana na timu ambazo zimepewa uzani mkubwa. Kwa hiyo napoenda kuwazungumzia Misri dhidi ya Afrika Kusini, ni miongoni mwa mechi ngumu sana kwenye mchezo husika, kwa sababu timu ya taifa ya Misri kwa miaka miwili ya hivi karibuni imekuwa ni miongoni mwa timu ambayo inapima sana ubavu na hizi timu ambazo tayari zilishapata majina makubwa kwenye renki za Afrika. Unawazungumzia Misri ambao wao ndio mabingwa mara nyingi wa michuano husika ya AFCON, lakini unaenda kuwazungumzia Afrika Kusini ambao sasa hivi kwa misimu miwili mitatu wamekuwa wakijitafuta sana na wanafanya kile kilicho bora. Kufuzu kwenda kombe la dunia sio jambo jepesi, lakini pia kuwa na wachezaji ambao tayari wana uwezo wa kumudu kucheza kwenye mchezo ambao ni mgumu, hicho ndio kitu ambacho wanacho Afrika Kusini. Ukiangalia michezo aliyocheza hata hivi karibuni kwenye michuano ya AFCON iliyopita, na hata naenda kuwazungumzia kwenye AFCON ya ambao anaenda kuicheza kwa sasa, ni miongoni mwa timu ambayo kuna vitu vingi ambayo inakuja navyo sana kwenye soka, na kuna mengi ambayo tunaweza tukaenda kuyashuhudia kwenye mchezo husika dhidi ya Misri. Misri ambao inaonekana kuwa na udhaifu hasa kwenye safu yake ya ulinzi pamoja na goalkeeping. Nini hasa tatizo kwenye changamoto hiyo? Miongoni mwa timu ambazo zina wachezaji wengi wakubwa na wenye profile kubwa, basi huwezi kuacha kutaja Misri. Nini hasa kinakwamisha katika eneo hilo la ulinzi pamoja na goalkeeping? Eneo la ulinzi nahisi ni changamoto kubwa sana kwenye timu za Afrika kwa siku za hivi karibuni. Ukitoa timu ya taifa ya Kongo ambayo inaonekana na walinzi ambao tayari wanafanya vizuri, na timu baadhi ukiziangalia hata timu ya taifa ya Nigeria bado na yenyewe ina struggle sana kwenye eneo la ulinzi. Lakini kwenye maeneo ya juu wapo, kila timu naziona zina wachezaji ambao tayari wana majina makubwa kwenye bara la Ulaya. Kwa hiyo hata timu ya taifa ya Misri na wachezaji wengi ambao tayari wameshacheza bara la Ulaya kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini ukirudi eneo la beki, kuna wachezaji ambao wengi ambao bado wana ule uhitaji ambao wanatafuta uzoefu kwenye michuano husika, kuna muda na kuna nyakati. Ukimwangalia kama golikipa El Shaarawy ni mmoja wa magolikipa wazuri, lakini hawajawahi kutoka kwenda kupata changamoto kubwa sehemu zingine ambayo huenda inaweza kampiti kufanya kilicho bora muda wote kwenye ligi husika. Magolikipa au mabeki au wachezaji wanapopata changamoto sehemu moja, mara nyingi tabia zao huwa ni zile zile, yani tabia huwa haibadiliki. Lakini mchezaji anapokuwa amepata changamoto sehemu mbalimbali, kuna kitu ambacho huwa anakuja nacho kwenye mchezo husika. Kwa hiyo tunaona Misri ambao kwenye eneo la ulinzi, eneo lao kuna yale makosa ya udhaifu wa mchezaji mmoja mmoja, na haya yanasababishwa na kutokuzurura au kutokwenda sehemu mbalimbali. Ndio maana nimejaribu kumzungumzia El Shaarawy ambaye nimesema kwamba kuna muda hajapata ile changamoto ya moja kwa moja kutoka kwenda kujifunza sehemu zingine. Kwa makosa yake siku zote huwa yanajirudia kila siku, na huwa anafanya kila ambacho ambacho wengi hawakitarajii kwenye mechi husika. Ukiangalia makosa anayofanya kwenye klabu bingwa, basi kuna muda huwa anayarudia mpaka kwenye timu yake ya taifa. Kwa hiyo ili upate wachezaji ambao kuna muda wanaweza wakawa ni fiti muda wote, natakiwa wamepata changamoto sehemu mbalimbali. Ameenda labda ameenda Al Ahly kapigiwa kelele, basi kacheza Simba Sport Club kapigiwa kelele, kacheza Liverpool, kacheza wapi kapigiwa kelele. Hapo utampata mchezaji ambaye tayari ana kitu ambacho anaweza kaenda kakifanya kwenye uwanja kwa muda wote kilicho bora zaidi. Kwa hiyo Afrika Kusini kama walivyo kwenye eneo lao la ushambuliaji, Afrika Kusini sio watu wa kufunga sana au sio watu wa kushambulia sana kivile, lakini ni watu ambao huwa wanampokea mpinzani kulingana na yeye atakavyokuja ndani ya uwanja. Ila wao mara nyingi huwa ni watu wa kumsubiria mpinzani afanye kwanza kila anachotaka kufanya,
alafu zeni wao wanampokea vile wanavyotaka. Kwa kama Misri ataingia kwenye mchezo husika, ataenda kuwashambulia moja kwa moja bila kuangalia kile ambacho anakifanya, basi huenda tunaweza tukazungumza mengine baada ya dakika 90 ya mchezo husika. Unaiangalia Misri ambayo wachezaji wake wengi katika AFCON kutoka National Ahli na timu zake za pale nyumbani. Unamwangalia South Africa ambaye wachezaji wake wengi wanatoka Mamelodi Sundowns na timu zingine za pale nyumbani. Ukiangalia game zao za klabu Al Ahly pamoja na Mamelodi ameonekana kuwini sana game hizi. Uone kama inaenda kuathiri na kwenye timu ya taifa leo kwenye game hiyo? Athari huwa zinatokea kwenye kila timu na huwa zipo na huwa zinatokea kulingana tu na kitu ambacho kinauelekewa kwenye mchezo husika. Kwa hiyo naamini mipango ya mechi ya mwalimu wa timu ya taifa ya Misri pamoja na mwalimu wa timu ya taifa ya Afrika Kusini ndio unaweza kwenda kuamua mechi husika kulingana na wao watakavyokuwa wameingia. Game plan ndio inaweza kaamua mechi. Ukiangalia mechi ya Misri dhidi ya Zimbabwe ilikuwa ni miongoni mwa mechi ambayo mwalimu alifanya kazi yake kwa ubora kwenda kutengeneza timu ambayo inaweza kushindana na timu ambayo ina uzani mdogo sana kwenye soka la Afrika ambayo ni Zimbabwe. Lakini Misri walijikuta na struggle kwa sababu ya uchezaji wa mazoea, ya kwamba wao tayari wana wachezaji bora na wana majina makubwa. Kilichokuja kutokea baadaye, basi mechi ilikuja kuamuliwa na ule uzani wa wachezaji kina Mohamed Salah, kwamba ni wachezaji ambao tayari wana daraja kubwa la soka. Kwa hiyo mchezo wa leo hauendi tu kuleta ile uzoefu wa moja kwa moja kwa wachezaji, bali tunaenda kuangalia kabisa kwamba kuna uzoefu ndani ya wachezaji, lakini pia kuna ule ubora sasa wa walimu ndani ya uwanja. Naam, tunaangalia game ile ya Zimbabwe na Misri, game ambayo ilionekana Misri kuingia kwa nguvu kubwa sana kutaka kupata bao la mapema ili kupunguza pressure kwa upande wao. Kitu hicho kingeanacholewa katika game ya South Africa ambayo ina safu shambuliaji nzuri sana. Wanaweza wakapata nafasi moja au mbili na wakazitumia. Huoni kienda kuathiri Misri ambao watakuwa wakipanda kama vile ikawafanya kuruhusu goli nyingi za mapema? Kama nilivyosema, Afrika Kusini mara nyingi wao huwa wanampokea mpinzani jinsi atakavyokuja ndani ya uwanja. Sio watu wa kushambulia sana muda wote. Wewe utakapoanza kuwashambulia wao ndo wanaweza wakafanya maamuzi ya wewe kukutafutia namna ya kushambulia kwenye mechi husika. Kwa hiyo Afrika Kusini ni miongoni mwa timu ambayo inapokutana na wapinzani wanaoshambulia sana, basi wewe na wasurprise kwa namna yake. Wao wanashambulia kwa counter attack ambazo huwa zinasaidia kwenye timu husika na kufanya kile kilicho bora. Kwa hiyo naenda kuangalia Misri ambao kama endapo wataenda kufeli kwenye kile ambacho wanaenda kukifanya, basi kuna kitu ambacho kinaweza kuenda kutokea ndani ya uwanja. Kama wataenda kumshambulia Afrika Kusini, basi wanasema kwamba unapokuwa unamfukuza mwizi ukumbuke kufunga na mlango. Hicho ndio kitu ambacho kinaweza kaenda kutokea kwenye mchezo husika wa leo. Namna zinavyocheza timu hizi mbili ambayo Misri pamoja na South Africa inaonesha moja kwa moja inaenda kwa mechi ambayo itakuwa na magoli mengi. Kwa upande wako imekaaje? Magoli mengi kwenye mechi husika huwa inategemeana na makosa ya wachezaji ndani ya uwanja, lakini pia wachezaji watakuwa wamepokea vipi mifumo ya walimu kwenye vyumba ama kwenye uwanja wa mazoezi. Misri ni miongoni mwa timu ambayo kupata goli ni kazi rahisi, kwa sababu tayari wana wachezaji ambao wana uwezo wa kukuadhibu muda wote. Lakini changamoto inakuja wao, je, wanaweza kulinda kile ambacho wanaweza wakipata kwenye mchezo husika? Hiki ndicho ambacho naweza kusema kwamba kinaweza kaenda kuamliwa kwenye matokeo mbalimbali ya mchezo husika. Afrika Kusini sio watu wa kufunga magoli mengi kwenye michezo zao, kwenye mechi wanazocheza. Wamefunga sana basi ni goli 3. Ila mara nyingi ni watu wa kufunga goli moja, wanarudi kuzuia na mechi inaweza kaisha kabisa kwa mfumo huo. Wana wachezaji ambao muda wote wana pumzi ya kuzuia wanapoamua kuzuia wanapokuwa wamepata goli. Sasa je, kama wataamua kuzuia, Misri wataenda kubadilisha kilicho kipi? Kwa sababu tayari Misri wana wachezaji ambao wanaweza kufungua zile kuta ngumu ama milango migumu ambayo inakuwa imewekwa na wapinzani kwenye eneo lao la ulinzi. Naam, mtazamaji wa VOC Media, unasikia hapo mchambuzi kana game ya Misri pamoja na South Africa. Lakini tuhamie kwenye upande wa game ya Morocco pamoja na Mali. Utaendelea kuwa na mimi Hassan Rajabu, lakini nitakuwa na Paul Tembo ambaye atakupitisha katika takwimu mbalimbali kuhusiana na game hiyo. Paul Tembo, tunaangalia game ambayo ni Morocco ambaye hajaruhusu goli lolote michuano ya AFCON. Lakini ukiangalia timu zingine nyingi zimeruhusu goli. Hii inaenda kuwa game aina gani kwa Morocco ambaye anaonekana kuwa na safu ngumu sana
ya ulinzi. Ukiangalia Yasin Bono golini, lakini pia hata walinzi wake, lakini bila kusahau safu yake ya kiungo ambayo inaundwa na Amrabat pamoja na kiungo yule jezi namba 8 anatokea katika klabu ya Girona ya kule nchini Hispania. Yes. Yeah. Unaenda kuangalia Mali na ambayo na yenyewe imeonekana kuwa bora katika AFCON iliyopita, lakini hata kwenye timu yake taifa kwa sasa imekuwa ifanya vizuri sana. Yeah. Inaenda kwa game aina gani kwa upande wako? Mchezo husika na naamini unaweza kaenda kuwa mgumu kwa sababu timu ya taifa ya Morocco ambayo tunaisifia na safu nzuri ya ulinzi. Je, ilicheza na nani kwenye mchezo husika? Mchezo ambao wao walicheza Morocco walicheza dhidi ya Komoro. Kwa hiyo unaangalia timu ambazo kuna vitu vingi ambavyo tunaweza kuviona ndani ya uwanja. Morocco kwa misimu ya hivi karibuni imekuwa na safu ngumu sana ya ulinzi. Ukiangalia hata kwenye kombe la dunia mpaka wanafika kwenye hatua zile za juu, walifanya vizuri sana wakiwa na wachezaji hawa ambao tunawazungumzia leo. Lakini ukuta wao kwenye eneo la goalkeeping, Yasin Bono ndio moja wa goalkeeper ambao wanaisaidia sana timu ya taifa ya Morocco kwenye kufanya maamuzi mbalimbali aidha ya kujilinda pamoja na kupata kile kilicho bora ndani ya mchezo husika. Kwa hiyo unaiona mechi ambayo inaweza kaenda kuwa ngumu kutokana na uwezo wa mchezaji mmoja mmoja ndani ya uwanja. Mali wana wachezaji ambao wanaweza kuamua mechi, na pia timu ya taifa ya Morocco ina wachezaji ambao tayari wanaokuta na wana sehemu nzuri ya kufanya maamuzi. Hata Mali nao ni miongoni mwa timu ambayo ina ukuta mzuri sana wa ulinzi. Japo ukiangalia mechi iliyopita wao waliruhusu goli. Yote ni sababu ni kutokana na sehemu ya mchezo husika waliokuwa na ucheza dhidi ya timu waliokutana nayo. Kwa hiyo mipango ya mwalimu kwenye mchezo wa leo ndio inaweza kaenda kaamua mechi kwamba nani anaenda kucheza hivi au nani anaenda kuamua mechi kulingana na mfumo husika wa timu fulani. Okay, tuangalie Mali ambayo ina kipa kama Djigui Diarra, lakini pia yenyewe inaonekana kuwa bora kwenye michuano ya hivi karibuni. Mali inaweza ikaenda kuwa mpinzani mkubwa wa Morocco katika game hii ya leo. Mali ni mpinzani sahihi kwa sababu Mali nayo kizungumzia na wachezaji wengi ambao wanacheza soka la kulipwa barani Ulaya na wachezaji ambao wanacheza kwa mifumo mbalimbali ambayo wanaweza kukutana na mwalimu na wakafanya kile kilicho bora. Unamzungumzia Mwalimu Tom ambaye ni mmoja wa walimu bora sana ukiachana na Chelle miongoni mwa makocha bora wa timu ya taifa ya Nigeria, basi utamzungumzia Mwalimu Tom Saintfiet ambaye anakifundisha kikosi cha Mali, mmoja wa makocha ambao wazuri sana na huwa anacheza na mifumo mbalimbali kwenye timu husika na ana wachezaji ambao tayari wanacheza kwenye vikosi mbalimbali. Utawazungumzia kina Yves Bissouma ambaye anacheza kwenye kikosi cha Tottenham Hotspur. Kwa hiyo unaona tayari timu ya Mali ina wachezaji ambao wanaweza kukupa kile kilicho bora kwenye mchezo husika. Kwa hiyo tunaenda kuangalia mechi ambayo inaweza kaamuliwa na wachezaji husika ndani ya uwanja, lakini pia kuna mifumo ya makocha ndani ya uwanja pia. Kwa hiyo atakayeingia na mfumo wa mwalimu na akafanya vizuri kulingana na wachezaji alionao, basi tunaweza kumuona akipata matokeo kwenye mchezo husika wa leo. Kwa upande wako game hii ya Morocco na Mali, unaenda kuona wote wakifungana? Kufungana naamini ni swala ambalo linaweza kaenda kutokea kwa sababu Mali wana wachezaji ambao wanaweza kufanya hilo kitu. Wapo kina Nene ambao wanaweza kufunga, lakini pia tunawazungumzia kina Mamadou Dombia, mchezaji anayepiga pale Watford. Kwa hiyo unaona ni wachezaji ambao wanaweza kupata nafasi moja au mbili wakafanya kile kilicho bora. Ina maana mchezo wa leo kwa eneo la striker za timu zote mbili, yani hapo unawazungumzia Morocco na timu ya taifa ya Mali, eneo lao lote la ushambuliaji hakuna ambaye anaweza akapata nafasi 5 kwenye mchezo husika akapoteza zote. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba zinakutana timu ambazo zina uzani sawa. Kwa hiyo tunaenda kuona kwamba timu yoyote itakayofanya makosa ya wazi basi itaenda kuadhibiwa. Kwa hiyo magoli yanaweza kutokea kwenye mchezo husika wa leo. Naam, mtazamaji wa VOC Media, uchambuzi usikia hapo kuhusiana na game za AFCON leo. Hapo tumezungumzia kuhusiana na game ya Misri na South Africa, tumezungumzia kuhusiana na game ya Morocco na Mali. Ulikuwa na mimi Halfan Rajabu, lakini ulikuwa na mchambuzi ambaye ni Paul Tembo. Usisahau kusubscribe, comment moja na kulike ili ukwanza kupata taarifa zetu.